kitendo ambayo ilitendeka kwa shule yetu ya Butere Girls, sisi kama watu wa Butere hatujafurahia hata kidogo. Ni matamshi ya mbunge wa Butere Tindi Mwale akikabidhi shule ya Ibokolo basi lilonunuliwa na hazina ya CDF. Na hii basi first term tulikuwa tunanunua basi moja kila mwaka. Tukaanza na shule ya Buchenya, alafu tukarudi chini Manyala, tukarudi tena huku Inaya, huku chini. Tumekuwa tukizunguka, tukaenda Shikunga, tukaenda Shititwi, tukinunua basi, tukarudi tena Maondo huko kwa Technical College ya Butere, tukanunua basi. Sasa tuko wapi? Hapa. Ametaka kujua ni kwa nini mchezo wa Echoes of War ukuzuiliwa kutoka mashinani. Kama hata play ilikuwa na shida, mbona walikubali ikatoka hapa sub county, ikaenda county, ikaenda regional, mpaka kufika national, ndio wanaanza kutupa tear gas kwa basi ya Butere Girls ati hiyo play haitakikani. Kwa nini? Kwani huku chini hatukuwa na invigilators? Kwani huku chini serikali haikukuwa? Ndio tufike national, ndio wanaambia sisi ati Butere Girls should not perform because it's encroaching on political ground ama sijui nini. Ni suala ambalo amewasilisha bungeni akimtaka waziri Kipchumba Murkomen kutoa majibu. Anataka minister wa internal security ambaye ni Murkomen akuje kwa bunge aeleze Kenya mzima kwa nini walizuia wasichana wa Butere kufanya drama. Amesisitiza haki ya uhuru wa kujieleza unafaa kuheshimiwa, ikiwa ni kipengee muhimu katika sheria ya Kenya. Sasa mtoto mdogo unamzuia nini kuongea? Hata mimi ni mwanasiasa na mtu anaongeanga kitu yoyote ambayo anataka. Hakuna siku nimekataza huyu atusiongee hii, ongea ile, fanya ile, hapana. In fact, in the modern democracy, it is the people who have the power. Watoto wa Kenya wako na uhuru ya kuongea na kuassociate na kutembea mahali popote. Wanazuia Butere Girls na hata bibi ya president ambaye ni Mama Rachel Ruto amesoma kwa hiyo shule ya Butere Girls. Mbona wanaaibisha first lady akiwa State House na anaona shule yake inarushiwa tear gas? Viongozi waliohudhuria wamekashifu kisa hicho, wakitaka wanasiasa kutowasilisha ujumbe wao kupitia kwa watoto. Mimi kama mwakilishi wadi na pia kiongozi katika Butere, lazima tushtumu. Serikali iko na njia mwafaka ambayo wangesuluhisha hayo maneno, lakini si kuchapa tear gas kwa watoto innocent ambao pia wamepewa tu shairi kufanya nini? Kuwakilisha. Kwa na mikakati miema wakati wa watoto wetu wanafanyishwa hayo mashairi ama drama festivals, so that wakiwakilisha wasifike at national level ndio wanakuja kuzuia. Neno yenye government ilifanya kuchapa watoto wadogo na tear gas, kuleta scare mpaka watoto wakashindwa hata kuperform. Waache hawa wanafunzi waongee, tujiulie hapo maneno yenye nafaa turekebishe. Sasa tunaomba watoto waachiwe nafasi. Lakini ile kitu moja yenye pia nitaomba, sisi kama wanasiasa, sipendi tukitumia wanafunzi kupass information. Kwa sababu tuta-interfere na performance ya hiyo shule ikianza kumulikwa. Kutoka eneo bunge la Butere, mimi ni Herbert Mbai.